Na salamullahi ala al-ikhwa. Kwanza nikianza na wale ambao wamekuwa wavumilivu kwa kipindi kirefu wakifuatilia masomo yetu ya namna ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu yapatikanayo katika chaneli yetu ya Chamba_68 ya YouTube. Niwape hongera kwa uvumilivu wao na ushirikiano wao na jitihada zao za ufuatiliaji wa masomo yetu au ufuatiliaji wa kujifunza lugha fasaha ya Kiarabu, na vile vile kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza kutuona katika mitandao ya kijamii, niwakaribishe sana. Kwa ambao hawajasubscribe basi wahakikishe wana subscribe ili matoleo mapya ya madarasa ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu yatakapotoka basi yaweze kuyafikia. Hivyo basi niwasihi na niwaombe sana kwa wenyeji na wageni wa masomo yetu wasisite kuuliza na vile vile wasisite kuwashirikisha wengine wapendao kujifunza lugha ya Kiarabu. Na tukiwa katika mwendelezo wetu wa masomo yetu ya namna ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu, mpaka sasa tumeweza kutanguliza vitu ambavyo ni muhimu kuvijua kabla ya kujua vitu vikubwa katika lugha ya Kiarabu. Kama ni mara yako ya kwanza, basi hakikisha unafuatilia video ambazo zimetangulia nyuma mwanzoni kabisa. Hivyo basi tunaendelea, kwa wale wenyeji wanatambua wapi tumeishia, na kwa wale wageni pia karibuni sana, na mtaweza kujifunza vitu vingi katika lugha ya Kiarabu. Leo tutajifunza kitu kinaitwa tasrifu al-af'al, yani maana ya Kiswahili ni kwamba mabadiliko ya vitendo. Ina maana ya kwamba kubadilika kwa kitendo katika hali na nyakati tofauti tofauti. Ina maana ya kwamba leo tutajifunza mabadiliko ya vitendo na vile vile tutajifunza mfanyaji wa kitendo hicho. Ina maana ya kwamba mtu anayefanya kitendo hicho kwa nyakati tofauti tofauti, basi anatakiwa asemeje au anatumiaje kitendo husika katika nyakati vile vile husika. Kuwa na mimi mwisho wa darasa hili ni mwanzo wa darasa lijalo. Tasrifu al-af'al. Tasrifu al-af'al. Somo la leo tukiweza kulielewa vizuri na kwa undani zaidi, tutaweza kuwa na asilimia chache ya kuzungumza na asilimia chache ya kujaribu kuzungumza lugha ya Kiarabu. Ina maana ya kwamba tasrifu al-af'al ni somo muhimu na ni somo ambalo litaweza kurahisisha uzungumzaji wa lugha. Katika video zilizopita niliwahi kutangulia kusema ya kwamba misingi ya lugha ya Kiarabu ni pamoja na hifdhi. Ina maana ya kwamba namna unavyozungumza lugha yeyote, au mfano unazungumza lugha ya Kiarabu, au mfano mimi niko mbele yenu ninavyozungumza maneno haya ya Kiswahili, ina maana ya kwamba hakuna sehemu ninayoisoma wala sehemu ninayoiangalia ili kukopi kilichoandikwa, isipokuwa ni kwamba ni kitu ambacho nakizungumza kutoka akilini, ni automatical, ni maneno ambayo nilikaririshwa na nikaweza kuyakariri. Ina maana kwa sasa hivi nayatumia na nayazungumza, kwa maana ya kwamba siwezi kuzungumza kitu ambacho hakipo katika akili yangu, au kitu ambacho sikifahamu au sikijui, kipo nje ya akili yangu. Hivyo basi niweze kukizungumza, pana mawili, aidha nikisome sehemu au niwe nimekikariri au nimekihafidhi katika akili yangu. Somo letu la leo limebebwa na limemezwa katika jedwali letu ambalo liko ubaoni. Hivyo basi tuongeze umakini ili tuweze kufahamishana na tuweze kuelewana katika kila hatua. Kama bado huja subscribe, hakikisha una subscribe, na vile vile jaribu kualika mwenza wako ili aweze kujifunza, kwani mambo ni mengi na masomo ni mengi ya kujifunza. Kuwa na mimi mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi uweze kujifunza. Tasrifu al-af'ali. Tasrifu al-af'ali nilishaitolea maelezo. Tasrifu al-af'ali ni kwamba mabadiliko ya vitendo katika nyakati tofauti tofauti na wafanyaji tofauti tofauti. Hivyo basi kitendo chetu ni qaraa.
tumechukua kitendo chetu cha qaraa. Hiki ina maana amesoma. Qaraa, amesoma. Nilishatanguliza katika masomo yaliyopita ya kwamba mwanzo wa kitendo katika lugha ya Kiingereza ni kuamrisha. Mfano, sleep au write ina maana ya kwamba kitendo namna kinavyoumbwa kwa mwanzo kabisa kabla ya kukibadilisha katika hali nyingine, ina maana ni kitendo cha kuamrisha. Write, andika, ina maana ni kitendo cha kuamrisha. Hivyo basi katika lugha ya Kiarabu mwanzo wa kitendo ni ame, amefanya, ameenda, amesoma, ameandika. Hivyo basi qaraa ni mwanzo wa kitendo, ina maana ya kwamba amesoma. Hivyo basi kabla hujakileta katika hali tofauti tofauti, kwanza unakitengeneza au unakileta katika hali ya kwanza kabisa ambayo ni qaraa. Hivyo basi kitendo chetu cha leo ni qaraa. Qaraa, amesoma. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna. Hizi ni dhamir au ni dhamair. Kama mtakuwa na kumbukumbu katika masomo yaliyopita tuliweza kuzisoma hizi, ina maana leo siyo ngeni. Kama ni mgeni wa masomo yetu, basi hakikisha unafuatilia katika masomo yaliyopita ili tusikuache nyuma, tuweze kuwa pamoja katika kila hatua. Ana, mimi. Nahnu, sisi. Anta, wewe wa kiume. Anti, wewe wa kike. Antuma, nyie wawili, aidha muwe wa kiume au muwe wa kike. Antum, nyie wengi kuanzia watatu. Tulishajolea maelezo ya kwamba wengi katika lugha ya Kiarabu ni kuanzia tatu na kwenda juu. Ina maana ya kwamba antum ni kuanzia watatu na kuendelea, nyie wengi, lakini wengi ni wengi wa kiume. Antunna ina maana ni wengi wa kike au nyie wengi wa kike. Hivyo basi kitendo chetu cha qaraa ambacho kipo katika hali ya wakati uliopita, ame, amesoma. Amesoma, qaraa, amesoma. Ame ina maana ni wakati ulishafanyika, ulishapita, yeye amesoma. Fi'lu al-madhi, fi'lu al-mudari'i ina maana ni kitendo cha wakati uliopita. Fi'lu al-mudari'i ni kitendo cha wakati wa sasa hivi na wa kuendelea. Hivyo basi fi'lu al-madhi, tukichukua kitendo chetu cha qaraa tukikileta katika upande wa dhamiri, qaraa, yeye amesoma. Nikitaka kujizungumzia mimi, ana, mimi, mimi nimesoma wakati uliopita, mimi nimesoma, basi nasema qara'tu. Ana qara'tu, naongeza tau, na tau hii, sifa ya tau hii inakuwa ni madhmuma yenye dhamma. Qara'tu ina dhamma juu. Hii ndiyo sifa ya kwanza ya tau ya mzungumzaji, ambaye hapa mzungumzaji ni nani? Ni mimi. Ana, mimi, ina maana mimi nazungumza. Ana qara'tu, mimi nimesoma. Ana qara'tu, mimi nimesoma. Nahnu, sisi, sisi tumesoma. Nahnu qara'na, sisi tumesoma. Nahnu qara'na, sisi tumesoma. Dhamir ya tatu, anta, wewe, lakini wewe ni wa kiume, wewe wa kiume. Qara'ta, anta qara'ta, wewe umesoma. Anti, wewe wa kike. Binti, qara'ti, anti qara'ti, wewe mwanamke au wewe wa kike umesoma. Antuma, nyie wawili. Hii inachukua pande zote mbili, jinsia aidha iwe ya kike au ya kiume, lakini inachukua pande zote mbili. Ina maana ya kwamba qara'tuma, antuma qara'tuma,
nyie wawili mmesoma. Antum, nyie wengi. Antum, nyie wengi. Qara'tum, mmesoma. Antum qara'tum, nyie wengi mmesoma. Antunna, nyie wengi wa kike. Qara'tunna, nyie wengi wa kike mmesoma. Antunna qara'tunna, nyie wengi mmesoma. Qara'tunna, mmesoma. Hivyo basi huu ulikuwa ni upande wa fi'lu al-madhi, au huu ulikuwa ni wakati uliopita ambao umeshafanyika katika kitendo chetu cha leo ambacho ni cha qaraa. Tukija katika upande wetu wa pili wa fi'lu al-mudari', wakati wa sasa hivi, ina maana ya kwamba kitendo chetu tunakileta katika upande wa pili ambao ni upande wa mudhari, ni upande wa sasa hivi. Tumezungumzia upande uliopita, lakini sasa hivi tunazungumzia upande wa sasa hivi katika dhamiri zile zile ambazo zipo mbele yenu. Ana, mimi. Aqra'u, nasoma. Nahnu, sisi wengi, sisi, ina maana nahnu ni sisi. Naqra'u, tunasoma. Nahnu naqra'u, sisi tunasoma. Anta, wewe wa kiume. Taqra'u, unasoma. Tukija katika upande wa mwanamke, wewe mwanamke unasoma, unasema. Anti, wewe wa kike. Taqra'ina, wewe wa kike unasoma. Taqra'ina. Taqra'ina, kwa maelezo ya haraka haraka na maelezo ya kawaida ambayo yatakuwa ni rahisi kueleweka, ni kwamba sifa kuu ya kitendo cha mudhari'u mwisho wake lazima iwe na herufi yenye dhamma. Hiyo ni sifa yake kuu, lakini tukiangalia hapa, taqra'ina, wewe mwanamke unasoma, hakuna dhamma. Na pia tukiangalia mbele yake ambayo ni taqra'ani, pia hakuna dhamma. Na vile vile taqra'una katika antum vile vile hamna dhamma. Antunna taqra'na, pia hakuna dhamma. Jibu letu la maswali tunayojiuliza ya kwamba taqra'ina ina maana wewe unasoma, dhamma yake ni hipi? Ni nuni ya mwisho. Nun hii imechukua nafasi ya dhamma katika upande wa lugha ya Kiarabu. Nun imechukua nafasi ya hii dhamma. Ina maana ya kwamba ukitaka kumzungumzisha mwanamke, wewe unasoma. Anti taqra'ina, anti taqra'ina. Na vile vile hapa herufi ya nun imechukua nafasi ya dhamma. Taqra'ani, taqra'ani. Hii ni alama inayoitwa mada ambayo inatakiwa kuvutwa. Ina maana una herufi ya alifu mbele yake. Taqra'ani, taqra'ani. Hii ni nuni ambayo ni alama ya dhamma katika kitendo cha antuma. Antum, nyie wengi mnasoma. Vile vile mwisho wake kuna nuni, na hii nuni pia inachukua nafasi ya dhamma. Taqra'una, taqra'una. Na wau hii ipo hapa ni kwa sababu ya mfanyaji, yeye ndio mfanyaji wa kitendo cha kusoma. Taqra'una, ndiye mnasoma. Taqra'na, taqra'na. Hii taqra'na ipo tofauti na vitendo vya dhamiri nyingine. Taqra'na, sifa ya hapa ina maana ya kwamba imejengeka na imelazimika kuwa na alama ya sakna. Ina maana ya kwamba hii haibadiliki kwa hali yoyote. Katika urahisishaji wa lugha ya Kiarabu wameifanya hivyo na wakaiita kuwa ni mabniyu. Ina maana ya kwamba haibadiliki, imejengeka hivyo. Taqra'na, nyie wanawake, ina maana katika kitendo chake kimejengeka na kimetengenezeka hivyo, hakibadiliki, tofauti na vitendo hivi vingine. Vitendo hivi vingine
tutakuja kuviona na tutakuja kusoma mabadiliko yake. Kuna vile herufi na viunganishi tulishawahi kuvitolea maelezo na tulishatoa utangulizi wa kwamba kuna viunganishi ambavyo vikiingia na vikiwepo sentensi moja na vitendo hivi vinaweza kutoa mabadiliko na vinaweza kubadilisha, lakini katika kitendo hiki herufi au viwakilishi hivyo vitakapokuwa katika kitendo hiki, basi hakitoi mabadiliko wala hakibadiliki, kinabaki kuwa hivi hivi. Ina maana ya kwamba sifa kuu ya kitendo hiki ni qara'na. Nuni hii ni nuni ya kike, inaitwa nuni ya wanawake. Antunna taqra'na, nyie wengi mnasoma. Hivyo basi ukifuatilia kwa ukaribu na kwa undani zaidi kabisa jedwali letu hili, basi litakutosheleza na litakupa mwangaza namna ya ubadilishaji na maboresho ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu. Hivyo basi jedwali hili pia litakurahisishia kuchukua kitendo. Tutakuja kuvisoma aina ya vitendo vingi, matumizi yake na mabadiliko yake katika jedwali hili, na dhamiri hizi zitakupa mwangaza ya kwamba kitendo hiki kinatumika hivi na kitendo hiki kinatumika hivi katika nyakati tofauti tofauti. Kama hujanisubscribe, basi hakikisha una subscribe, na vile vile kama bado somo halijaeleweka na somo labda linakuwa ni gumu kadri muda unapokwenda, hakikisha unadondosha komenti yako ili tujue ni wapi tuongeze, ni wapi tuboreshe, ili tuweze kuwa pamoja. Ahsantum.